kwa umma kuhusiana na tukio la mauaji lililotokea katika mkoa wetu hapa katika wilaya ya Mbozi kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa kwa umma kwamba mnamo tarehe 30 mwezi Disemba mwaka huu majira alfajiri saa 9:30 asubuhi liliripotiwa tukio la mauaji ya mwananchi kwa jina William Mwambash mwenye umri wa miaka 45, mlinzi ambaye alishambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni majambazi kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Marehemu alikuwa ni mlinzi wa duka la simu na huduma za kifedha linalomilikiwa na ndugu Gabriel Nsemo lililopo katika eneo la stendi kuu ya mabasi Vwawa, wilaya ya Mbozi, kata ya Ichenjeza na wilaya yetu kama nilivyotaja mkoani hapa Songwe. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe lilianza mara moja uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kwa kutumia taarifa za kiintelijensia na raia wema ili kuwabaini na kuwakamata wahusika wa tukio hilo. Katika hatua ya ufuatiliaji, askari waliwafuatilia watuhumiwa hadi eneo la Ilembo katika wilaya yetu ya Mbozi kwa mjini, ambapo wanakuta katika nyumba moja wakiwa ndani. Baada ya kuona askari na katika utekelezaji wa majukumu ya askari ya ukamataji, kulitokea majibizano ya risasi kati ya majambazi na askari polisi. Na katika tukio hilo askari kwa umahiri walifanikiwa kuwajeruhi majambazi 4 ambao wengine wamefahamika kwa jina moja na mmoja tumeyapata majina yote mawili, ambao walifariki wakati wanapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mbozi, ambao majina yao ni kama ifuatavyo. Mmoja anaitwa Eliuta alimaarufu kama Mapunda, yuko Abdul ama Chiba, Justin mpata jina moja, na mwingine anaitwa Bruce Mwasenga. Wote ni watuhumiwa, ni majambazi ambao walishawahi kufungwa miaka 30 jela kwa makosa ya mauaji na unyang'anyi wa kutumia silaha katika mikoa ya Mbeya, Rukwa, Katavi na mkoa wetu huu wa Songwe. Eneo la tukio, askari waliweza kupata mali mbalimbali ambazo zinaaminiwa kuibwa katika duka ambalo tumelitaja hapo juu, ambazo ni kama zifuatazo. Zimeweza kupatikana simu janja smartphones 30, simu ndogo 172, post machine moja ya benki ya CRDB, bastola moja ya kutengeneza kienyeji ambayo inatumia risasi za shotgun. Yamepatikana pia risasi 4 nzima na ganda moja eneo la tukio. Lakini pia imepatikana mitalimbo ya uvunjaji 1, bisibisi 4, nondo za kuvunjia milango na makufuli 2 ambavyo baadaye mtaweza kuviona. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa wengine ambao wamekimbia, na inasemekana wengine wamekimbilia mikoa ya jirani. Kwa kushirikiana na mikoa yetu ya jirani, tunaendelea na kufuatilia hao watuhumiwa ili waweze kukamatwa na hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu, ili basi jeshi la polisi liweze kuchukua hatua stahiki kwa wote wanaohusika na matukio haya. Aidha, wananchi waepuke kuchukua sheria mikononi na badala yake waendelee kutoa taarifa mapema kupitia vituo vyetu vya polisi, lakini kwa askari walio karibu yao, na kutumia pia namba zetu za polisi za dharura. Niendelee kuwahimiza wananchi mkoa wa Songwe hawa ambao wanafanya vitendo hivi, sisi jeshi la polisi mkoa wa Songwe hatutakuwa na mchezo nalo,
na nawashauri watu wafanye kazi halali za kutafuta kipato na si vinginevyo kuishi kwa kutegemea uhalifu. Ni watake wananchi wafanye kazi zilizokubalika na wawakatae watu wote ambao wanajihusisha na vitendo hivi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.